kwenye hali ya kukoseshwa. Hebu watu watasema kukoseshwa. Hujawahi kuona kuna watu wanashauri watu vizuri, lakini wale wanaowashauri wanafanikiwa sana, lakini yeye hawezi kufanikiwa? Hujawahi kujiuliza neno hilo? Sema amen. Unamshauri mtu anafanikiwa, lakini wewe maisha yako kila siku ni yale yale. Sema amen. Na watu wengi wa aina hiyo, kuna laana ya kupanda na kuvuna ambayo inakufuatilia sana. Bwana Yesu asifiwe. So watu wa aina hiyo wote wanatakiwa kupanda kwenda kiwango. Sema amen. Kuna watu wengine tumekaa hapa, ukiwaza sasa hivi nikikwambia inamisha macho yako, utagundua hujawahi kuvuka kwenye kiwango fulani cha kushika pesa. Kwenye kiwango fulani hujawahi kufanyaje? Kuvuka. Yani wewe uliwekewa sheria ya kwamba utakuwa unaishia 1000. Sasa hivi utahitaji kutuongoza ibada ya shukrani. Na then baada hapo mimi nitakwenda moja kwa moja kwenye kufanya maombi. Kwa hiyo prophet wangu jiandaa kwa ajili ya dakika hizi chache sana ambazo tutakupeleka kwa neno fupi sana la shukrani, ili pia tutende tendo hili na Mungu aweze kuhudumia watu wake kwa wakati uliokubalika. Kwa hiyo tunahitaji tuzitumie dakika hizi vizuri, dakika hizi ambazo tutatupa neno la shukrani, ili unipe nafasi ya kupumzika kidogo, na kisha tukimbie moja kwa moja wakati. Na nikiwa nataja neno la mwaka, naomba simama hapo mbele ili tuinuke moja kwa moja. Mahali ulipo, chukua daftari lako na kalamu. Chukua daftari lako na kalamu mahali ulipo. Chukua daftari lako na kalamu, na kila mmoja uwe tayari kuandika neno hili la mwezi wa sita. Neno la mwezi wa sita. Kila mmoja uwe tayari kwa ajili ya kuliandika neno hili, kwa sababu ndicho kitu ambacho tunaenda kukihudumia ndani ya mwezi huu. Mmoja tu anaitwa wivu, na watu wengi hawajawahi kumuona huyu adui, lakini nitakwambia adui huyu anaitwa wivu ni adui wa namna gani. Kazi yake kubwa huwa anasimama kwenye mlango. Adui anaitwa wivu hajawahi kusimama nje, hajawahi kusimama, anasimama mlangoni. Kwa unaponisikiliza kwenye mwezi wa sita, uelewe adui anayekwenda kuondolewa kwenye mlango wa kuingiza kwenye baraka zako. Amen, amen, amen. Nisome kitabu cha Ezekiel haraka mstari ule sura 8:1-3. Ezekieli sura ya 8 mstari wa 1 na wa 3 imeandikwa: Ikawa katika mwaka wa 6 mwezi wa 6. Ikawa katika mwaka wa 6 mwezi wa 6, ndio siku ya 5 ya mwezi. Siku ya 5 ya mwezi. Nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu, wazee wa Yuda nao wazee wa Yuda nao wamekaa mbele yangu. Na wazee wa Yuda walikuwa wanakaa mbele yake. Mkono wa Bwana Mungu wangu ukaniangukia huko. Mkono wa Bwana ukamwangukia. Mstari wa 3. Ndio. Naye akanyosha mfano wa mkono. Akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele za kichwa changu. Akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele zake. Maana yake akaishikosa nyota. Nayo roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu. Hata wewe mwezi wa 6 unaenda kuinuliwa kwa jina la Yesu. Mwezi wa 6 unaenda kuinuliwa kwa jina la Yesu. Mwezi wa 6 unaenda kuinuliwa kwa jina la Yesu. Nasema tu na yule mtu ambaye ana imani kubwa, mwezi wa 6 unaenda kuinuliwa kwa jina la Yesu. Nasema tu na yule mtu, mwezi wa 6 kwa jina la Yesu. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo. Utukufu ulikuwapo hapo, sawa sawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwezi wa 6, kila mmoja ataenda kuvaa utukufu. Kila mtu ataenda kuvaa utukufu. Kila mtu ataenda kuvaa utukufu. Kuna mtu utavaa utukufu kazini.
Kuna mtu utavaa utukufu kwenye ndoa yako. Kuna mtu utavaa utukufu kwenye kazi unayofanya, na Mungu wa mbinguni anaenda kukuvalisha utukufu wa kukupandisha kuona katika Yesu. Mwezi wa 6, Luka 1:26. Luka 1:26 imeandikwa, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Watu wote sema, mwezi wa 6 anatumwa mtu kwako. Mwezi wa 6 anatumwa mtu kwangu. So kama unaomba kupanda ama kunyenyuka chini ya mikono ya ushirikina wa aina yote, weka imani ndani ya mwezi wa 6. Amen. Amen. Kuna mtu kamili, ni mtu kama watu, ametumwa kwa ajili yako, na ndiye atakaye kupandisha cheo, na jina lako kazini litabadilika haraka sana. Ninaona kuna watu ambao wanakwenda kubadilishiwa majina kazini. Kuna watu ambao mnaenda kubadilishiwa majina kazini. Mnaenda kuitwa majina mapya. Mnaenda kuitwa majina mapya. Mnaenda kuitwa majina ya sifa. Kuna watu mnatajwa majina mengine. Ikiwa ni wewe, pokea neema hii kwa jina la Yesu. Kuna mtu ametumwa mwezi huu wa 6. Amen. Ambapo tayari ametumwa kwa ajili ya kudhihirisha. Hebu sema, ametumwa kwa ajili ya kudhihirisha. Naam, baliza. Nitarudia. Luka 1:26, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Ndio. Jina lake Nazareti. Ndio. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu. Ndio. Jina lake Yusufu. Ndio. Wa mbari ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 6, matokeo ya huyo mtu kutumwa mwezi wa 6, matokeo ya udhihirisho wa kitu ulikuja. Kwa mwezi wa 6 kuna vitu vingi vitadhihirika mbele yako. Unanielewa eh? Kuna vitu vingi vitadhihirika ambavyo beacon yake ni ndani ya ibada ya leo. Nguzo yake ni ndani ya ibada ya leo. Fuatilia ibada hii mpaka mwisho. Mathayo 9:35 hadi 38. Neno langu la mwezi wa 6 linakuwa naishia pale, kisha tuende moja kwa moja kwenye kile ambacho Bwana leo ametuma. Mathayo 9 mstari wa 36 hadi 38 imeandikwa. Anza mstari wa 35. Kuanzia mstari wa 35 imeandikwa, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji. Akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao. Katika masinagogi yao. Na kuihubiri habari njema ya ufalme. Na kuhubiri habari njema ya ufalme. Na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mstari wa 36. Na alipowaona makutano. Na alipowaona watu wamekaa kama namna hii, aliwahurumia. Ndio. Kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa sababu walikuwa wamechoka sana na maisha waliokuwa wanaishi. Wengi waliishi maisha ambayo hawana majibu. Ongea na mtu hapa. Una jina la kuwa hai. Ndio. Mstari wa 37. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake. Aliwaambia nini? Mavuno ni mengi. Lakini watendakazi ni wachache. 38. Ndio. Basi muombeni Bwana wa mavuno. Apeleke watendakazi katika mavuno yake. Amen. Simama ndani ya neno hili, na tunakwenda kuweka msingi. Karibu na Bwana. Haleluya. Lakini pointi ya 3 wakatuambia kwamba kinachotokea unapokuwa na akili za moyo wa shukrani, inarudisha wafungwa kwa namna gani? Kwamba kuna wakati unaweza kuwa umepotea, lakini katikati ya tumaini kwamba Mungu yupo anatenda kazi, unafunguliwa.
unafunguliwa, unatoka katika hali ya kifungo na unakuwa huru tena. Sasa kabla sijaendelea na pointi za nini kinatokea unapokuwa na akili za moyo wa shukrani, nitakufundisha kitu kidogo ambacho kinasema hivi, kwa nini mtu anakosa moyo wa shukrani? Ni kwa sababu gani mtu unakosa moyo wa shukrani? Ni kitu gani kinapelekea mtu akose moyo wa shukrani? Pointi ya kwanza, anaangalia alikotoka na sio anakokwenda. Yaani huyo mtu ana tabia yeye ya kuangalia alikotoka na sio anakokwenda. Ukisoma kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 15, Bwana anaongea na Musa, anamwambia ya kwamba waambia watu wasinililie mimi, ila waambie neno moja tu, wasonge wapi? Wasonge mbele. Ni kwa namna gani mtu anakuwa na hali ya kuangalia kule alikotoka? Ukiangalia kule ulikotoka, hauwezi kupata nguvu ya kule unakokwenda. Halo? Kwa sababu ulikotoka ulifilisika, ulikotoka ulianzisha biashara ikafa, ulikotoka ulilima shamba ukaibiwa. Haleluya! Ulikotoka ulijenga nyumba, serikali ikaja ikasema hivi ni barabara, ikapitisha barabara, nyumba yote ikasambaratika. Ulikotoka ulianzisha duka, wakaingia wezi wakaiba. Ulikotoka umedhiakiwa, ulikotoka umeachwa. Kwa hiyo ulikotoka ni maumivu, hakuna amani wala furaha. Bwana Yesu asifiwe. Ulikotoka ulisoma ukafika form 4 kupata 0. Ulikotoka umesoma kwa shida, umesomeshwa na mzazi kwa shida, lakini mwisho wa siku umekosa kazi. Ulikotoka mzazi umewekeza pesa kwa mtoto wako, ukamsomesha, ukamsaidia, lakini mwisho wa siku akawa ni mvuta bangi. Mwisho wa siku akabeba mimba. Ulikotoka mdada, kuna mwanaume ulipatana naye kwamba nitakuoa, mkatembea naye, mkaishi naye, akakupa na mimba, ukazaa mtoto, akakuacha. Kwa hiyo ulikotoka ni huzuni na vilio, hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Ulikotoka ulitengeneza mapatano na mtu ya biashara, lakini katikati ya biashara mliokuwa mnaifanya, biashara imekufa. Sasa nisikilizie huu mziki. Unaamka asubuhi, unasema nataka nimshukuru Mungu. Kwenye kumshukuru Mungu, ukifumba macho unamuona yule mwanamume aliyekuacha. Hapo umefumba macho, unaiona ile duka ambayo iliibiwa na wezi. Kwenye kufumba macho unaona ulivyodhulumiwa mali zako na mashamba yako. Unaona jinsi nyumba ilivyobomolewa. Yaani uoni kitu, unayaona ni matatizo. Unapoendelea kumuinua Mungu hapo? Unapoendelea kumuinua Mungu? Huwezi kumuendelea kumuinua Mungu. Ni kwa sababu unaona ni matatizo. Ulikotoka unaona watoto wangu wote wameangamia, hakuna hata mmoja ambaye ni msaada kwenye maisha yangu. Nyumba unaokaa ni afadhali ya jana. Chakula ni ndikika. Haleluya. Alafu umepiga magoti, unasema acha nimshukuru Mungu. Moyo wa shukrani hauwezi kuinuka. Haleluya. Huko ndani umeokoka, ukisema basi hebu sasa niamue, ngoja niwashe hata simu yangu hii, hebu niingie mtandaoni nijifunze vitu vingine. Unasikia kuna mhubiri Kenya wa watu wamefunga wakafa. Unakufunga na kufa tena. Yaani ni matukio bamba tu bamba. Ukirudi huku unakutana na taarifa ya habari, kuna mama kajinyonga kwa sababu ameachwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi huku tena unasikia kuna mtu kaibiwa duka lake. Hiyo ni taarifa ya habari. Kwa hiyo siku nzima akili yako inajengwa kwenye matatizo tu. Hauwezi kupata moyo wa shukrani. Na ukikosa moyo wa shukrani huwezi kuinuka. Amina. Haleluya. Kumbe tunapaswa kufanyaje? Tunapaswa tunapoanza upya. Ninapoanza upya nanyenyuka kwa upya. Haleluya. Kuna siku moja
niliwahi kuamka mimi nyumbani kwangu saa 7 za usiku, nikapiga magoti, nikasema hivi, leo roho wa kutaabisha unayenikumbusha mimi matatizo ya nyuma, leo utaniachia. Unataabisha akili yangu, siwezi kuona utukufu wa Mungu mbele yangu, siwezi kusema Bwana amenitendea. Nikipiga magoti tu hivi ninamuona adui mbele yangu. Nikipita mjini kama naenda sokoni namkuta yuko sehemu anacheka. Haleluya. Anacheka, alafu mimi nimetoka Jumapili kuomba maombi ya kumfyeka. Hivi kweli sinaasirika kisaikolojia? Bwana Yesu asifiwe. Halo. Yaani ninaona kama ni tabu. Kwa nini nikutane naye bado? Kwa nini yupo bado? Kwa nini mimi nilie yeye acheke? Kwa nini? Hivi ninamtumikia Mungu gani? Siwezi shukuru, naomba maombi ya kulalama. Nalalamika mbele za Mungu, sio kumshukuru Mungu tena. Kwa hiyo mpaka nimshukuru Mungu ni lazima nifute kumbukumbu za nyuma. Nikasema wewe roho wa kutaabisha ambaye nikikaa tu hivi unaanza kunikumbusha, uliachwa, unaishi na mtoto bila baba, kuanzia leo unatoka ndani kwangu. Haleluya. Haleluya. Mpaka niamue ili niuone utukufu wa Mungu mbele. Nikasema nitakucharaza kwa nguvu ya huyu Mungu aliyenitoa kule na kunifikisha hapa, mpaka uniachie. Sitaki kukumbuka chochote, sitaki unirudishe kule nyuma. Nimesimama upya kwa sababu akili yangu haikufa na vilivyokufa haijalishi vilipotea, lakini bado yupo Mungu aliye hai, Mungu aliyeniumba kwa mfano wake, Mungu aliyenipa uwezo wa kuishi na kukaa. Hakuna mwanadamu mwenye uzima wangu, hakuna mwanadamu mwenye afya yangu, hakuna pesa yenye mamlaka na mimi. Ni Mungu tu ndiye ana mamlaka na mimi. Kwa hiyo pesa haitakiwi kunitaabisha, mtu hatakiwi kunitaabisha, hali haitakiwi kunitaabisha. Ninakukatilia mbali, ninamtafuta huyo Mungu aliye hai. Kwa mkono wa Bwana nitainuka tena na kustawi. Kwa hiyo mpaka niamue kufuta kumbukumbu, haiwezekani. Haleluya. Tofauti na hapo hauwezi kuona mkono wa Mungu, hauwezi kulalama hapa madhabahuni unamshukuru Mungu ni kwa sababu amekunyanyua. Hapana. Ukisimama tu unaona maluelue. Lazima nifute kumbukumbu kwamba ya nyuma yote toka kwenye maisha yangu, mimi ninaanza upya. Lazima niende, lazima nisonge, lazima nivuke. Haijalishi kuna vitu vilitokea, hivyo ni vitu tu. Yuko Mungu, yuko Mungu, yuko Mungu kwenye maisha yangu. Yuko Mungu aliyenikusudia, yupo Mungu anayenifanya ninaishi hata kama vingine havipo. Kwa hiyo ninaposimama ninasema yupo Mungu, unaiona sifa inaibuka ndani, unamuona Mungu mzima mzima anainuka ndani, unaiona nguvu ya Roho Mtakatifu inakufanya unabubujika mbele za Bwana, kwamba kila kitu kinawezekana mbele za huyu Mungu ninayemtumikia. Hata kama sasa naona gharika, hata kama sasa naona milima, hata kama sasa ninaona maji, haiwezekani. Nitapita katika moto, lakini kwa sababu ninaye Mungu wala siwezi kuteketea. Nitapita katikati ya maji, lakini kwa sababu ninaye Mungu siwezi kuteketea. Uliposekete unauona mkono wa Bwana, ni kwa sababu kuna kumbukumbu zimeisha, ni kwa sababu nimeamua kumtumikia, ni kwa sababu nimeamua kusimama ndani ya Yesu. Kwa hiyo mpaka hizi zingine zitoke, ndipo unauona moyo wa shukrani ndani. Tofauti na hapo huwezi kuona kile Bwana amekutendea. Nikiwaza nilifeli, sasa na Bwana alinitendea nini? Mbona nilifeli wengine wakafaulu? Haleluya. Sasa Bwana amenitendea nini? Mbona sasa wengine wana kazi mimi sina? Mpaka nione kwamba yote yanawezekana kwa huyu Mungu aliye hai. Hata kama leo sina kazi, leo sio kama kesho. Kuna kazi yangu ipo kesho. Kwa hiyo Mungu atanipa tu. Bwana asifiwe. Hizo unaziondoa za zamani. Ukitembea na za zamani hauwezi kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini kitu cha pili ni nidhamu kwa watumishi wa Mungu. Amina. Amen. Alo. Nisikilize nikwambie. Mimi ninatembea siku hizi na mwondoko nimebadilisha. Haleluya. Lakini kuna mtu nyuma yangu ninayejivunia naye. Ni kwa sababu sichukulii kukutana kwangu na yeye ni bahati mbaya. Amina. Ukikuchukulia kukutana kwako na mimi
mimi ni bahati mbaya, hauwezi kumshukuru Mungu kwa ajili yangu. Amen, amen, amen. Hauwezi kumuinua Mungu kwa ajili yangu. Amen. Wala hautauona mkono wa Mungu katika maisha yako. Amen. Nikisema kukutana na Mama Msa sioni chochote, huo ni unafiki. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna mtu yeyote ambaye Bwana amempa mamlaka ya kuwa kiongozi wa madhabahu yeyote asiyekuwa na neema na makusudi na Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Ila tunashindwa kuitambua nguvu iliyoko ndani ya watumishi wa Mungu. Amina. Alafu tunawachukulia ni watu wa kawaida tu. Na tunawachukulia wote ni sawa tu. Lakini ukibeba nguvu ya kwamba kutana kwangu na Joshua kumenifanya leo niko hapa, kuna utukufu wa Mungu unashuka ndani kwako. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu gani? Tulivyoonana sio kama nilivyo sasa hivi. Lakini ukiweka imani kwamba ni Mungu tu ndo alinisaidia, bali ana uwezo wa kunisaidia, si naye anasema pokea kwa jina la Yesu, wala sio chochote kwangu, unajidanganya. Tena kati ya watu waliofarakana na Mungu ni wewe. Wiki iliyopita tulifundishwa hivi, wana wa Israeli wakati wako Misri, mbona hawakujitoa wenyewe? Ndio. Lakini Mungu akasema hapana, kuna mtu, sio kila mtu, kuna mtu. Amina. Sio kila mtu, kuna mtu. Ndio. Nielewe, sio kila mtu, kuna mtu. Kuna mtu ambaye Bwana amemfanya kwa ajili yako. Sikiliza sauti ya Mungu inasema nini kwa habari ya maisha yako. Sio kila mtu amefanywa kwa ajili yako. Yupo mtu special kwa ajili yako. Na ndiyo maana hebu sema kuna watu wengine wako kwenye ndoa zao na wanafurahia zile ndoa, ni kwa sababu walikutana na watu special kwa ajili yao. Haleluya. Lakini wako wengine wanalia asubuhi na mchana kwenye hizo ndoa, ni kwa sababu hawakukutana na watu kwa ajili yao. Yaani walipianga kama Eva. Haleluya. Hivi unajua ndio inaweza ikakunyanyua au kukuangusha? Ndio imemnyanyua Neema. Kile ndio imenifanya Eva naishi na mtoto wala baba. Si ndio tu? Si ndio? Haleluya. Ndio, sio kitu kingine. Ni ndio. Nimekubali. Kwa hiyo ndio inaweza kukuangusha, ndio inaweza kukupoteza, ndio inaweza kukutoa, ndio inaweza kukuteketeza, lakini hiyo ndio ikiwa ndani ya uwepo wa Mungu inaweza kukufanya ustawi, inaweza kukufanya uwe na kicheko, inaweza kukufanya uwe na furaha, inaweza kukufanya uburudike. Hiyo ndio. Kumbe kuna ndio za ndani ya uwepo wa Mungu na ndio za gizani. Haleluya. Ndio za gizani tunapitiaga dirishani. Ila iko ndio bwana, mimi sasa hivi ninaisubiria ya kupita kwa nina gauni jeupe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio inaweza ikamwangusha mtu, lakini ndio inaweza ikamuinua mtu. Lakini hiyo yote iko kwako. Kwa hiyo mazoea au kudharau watumishi wa Mungu inaweza ikakuletea madhara. Kuna mtu mmoja, nisikilize nikwambie, jifunze kumjibu shetani kibabe. Kuna mtu mmoja niliwahi onana naye akaniambia hivi haya makanisa yamejaa maeneo yote. Unataka tuweke baa? Wewe unataka baa au unataka nini? Nimemaliza. Haleluya. Hivi watumishi wa Mungu wengine hata waeleweke. Nikamwambia uliona wapi kwenye maandiko wamesema mtumishi wa Mungu mpaka wana degree? Amina. Sio kibabe. Maandiko tumetoka kusomewa yanasema hivi, mavuno lakini watendakazi. Kwa hiyo Bwana hakuweka ukomo wa watendakazi. Haleluya. Bwana hakuweka ukomo wa watendakazi. Hata ukisikia sasa hivi hapa ni pastor, wewe sikiliza neno, ni sababu ninatamka neno, na ndicho kitu Bwana alikisambaza ulimwenguni, na ndio ahadi ya Bwana kwamba neno litahubiriwa. Haleluya. Sijaja duniani kupika, nimekuja kutangaza neno. Sijaja kutangaza wala kutembea tembea. Ninalihubiri neno. Acha neno lihubiri.
ninampenda mchungaji wangu anatoa neno. Kama wakwako anakupa ugali nini sijui na sitaki kujua. Niko mahali hapa kwa sababu kuna neno. Haleluya. Nimejenga hivi unavyoniona ni kuna neno lililowekwa ndani kwangu. Kwa hiyo usiniambie habari za watu. Usiniambie habari sitaki kusikia. Mimi ninajua hivi neno litahubiriwa ulimwenguni kote. Acha neno lihubiriwe. Kuna vitu vingine. Kwa hiyo unapomchukulia mtumishi wa Mungu kwamba ni kitu, ni daraja la kukufanya wewe ufike mahali fulani, lazima ndani kwako utakuwa na moyo wa shukrani na utamuinua Mungu sana. Lakini pointi ya tatu ni hapa. Watu wengi wanakuwa wako nje ya uwepo wa Mungu. Ukiwa nje ya uwepo wa Mungu hauwezi kuwa na moyo wenye akili wa kumshukuru Mungu, kwa sababu utakuwa unapuyanga tu. Leo wewe upo, kesho haupo. Wewe leo unafanya hiki, kesho haupo. Yaani hupo, haueleweki uko wapi. Hauko ndani ya uwepo wa Mungu, ila upo ndani ya kanisa. Na ibada zote unahudhuria, lakini uwepo wa Mungu hauko pamoja nawe. Lakini ukiwa na uwepo wa Mungu, haleluya, utaisikia sauti kutoka ndani inayokukumbusha matendo makuu ya Mungu, itakao kutafakarisha neno la Mungu, itakao kufanya uone kule unakokwenda. Uwepo wa Mungu haumrudishagi mtu nyuma. Uwepo wa Mungu unamuonyesha mtu aliyeko mbele. Ndio maana unalala katika ndoto, unajiona uko sehemu unaimba, tena ni madhabahu kubwa. Mungu anakuonyesha kule unakokwenda. Ndio maana unaweza ukalala katika ndoto, unaona uko sehemu unahubiri, uko sehemu unafundisha. Huo ni uwepo wa Mungu unakutambulisha mbele. Wenyewe ukurudishagi nyuma, unakutambulisha mbele. Kwa hiyo ukiwa na uwepo wa Mungu, utakapokutambulisha kile kilichoko mbele yako, lazima utakuwa na moyo wa shukrani, ambao moyo wa shukrani utakuwa unatembea na imani. Imani ni kuwa na uhakika na mambo. Kwa hiyo nitakapokuwa na imani ya kile nilichokiona, lazima nitamshukuru Mungu kwamba kwa wakati wake atafanya, kwa wakati wake atatenda, kwa wakati wake atanifikisha, kwa maana iko ahadi ya Mungu ndani ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hata ninapokuwa ninamshukuru Mungu, ninamshukuru kwa sababu, kwa maana njia ninayo. Ninapokwenda ninapajua. Ninapotakiwa kuwa nitajua. Kwa hiyo nitamshukuru Mungu huko nikitembea katika imani, kwa uwepo wake anifikishe pale ninapotakiwa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya nitarudi kwenye kumalizia ni nini kinatokea unapokuwa na akili za kushukuru. Nitaenda kwa haraka kwenye hizo pointi zingine, ila kuna pointi ya mwisho nitaizungumzia kidogo. Pointi inayofuata ilikuwa ni pointi ya 4. Unapokuwa na moyo wa shukrani, unakuwa na shauku ya kusonga mbele. Unapokuwa na moyo wa shukrani, unakuwa na shauku ya kusonga mbele. Nitakutolea mfano kidogo. Haleluya. Wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, Bwana alishazungumza na Musa na akawaambia, ninawapeleka mahali fulani. Haleluya. Walikokuwa wanaenda walitajiwa, ila labda walikuwa hawapafahamu, manake wengi hawajawahi fika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa wanafanya, walikuwa jua. Ni sawa leo nione kwenye maono niko mahali ninafundisha sana. Kwa hiyo Bwana ananitambulisha kwamba kuna wakati na majira yanakuja utafundisha mahali fulani sana. Lakini nitakapokuwa nimesimama nafundisha, anaweza asiniambie, au nitafikaje pale, anaweza asiniambie. Kwa hiyo ninapaswa kujitahidi kupambana ili nifike pale ambapo tayari ameshafanyaje, ameshanionyesha. Katikati ya safari yao, Musa anachagua watu 12 kutoka katika kabila za wana wa Israeli. Ndani ya watu yupo Kalebu pamoja na Yoshua. Anawatuma, anawaambia hivi, kwa vile mtatuletea majibu kwamba ni nchi ya namna gani, ili tuwaondoe hawa watu wasiwasi, manaka hawaelewi wanafikaje, na yamkini wanadhani Bwana amewadanganya kwamba ile nchi sio nchi nzuri wala haina maziwa na asali kama Bwana alivyowaambia. Wakaenda, lakini kati ya watu wote 12 wanaorudi na uhakika ni watu 2. Haleluya.
ni watu wawili tu. Wengine wote wanasema hapana, ile nchi hapana, haiwezekani. Lakini Caleb na Yoshua anaambia haiwezekani, hata kama kuna hawa watu, lakini kumbukeni sisi tunao uwepo wa Bwana. Bwana hajawahi kushindwa na kitu chochote, na Bwana aliyetuahidi ndiye atakayetutimiza. Kwa hiyo hata kama tunaona nini, hata kama tujui kuna wanefi, kuna yani haijalishi, uwepo wa Bwana uko pamoja na tuendeni tu. Hawa wakasema haiwezekani, ile nchi hapana. Wanaikataa ahadi ya Bwana ambayo imewatoa Misri kuwafikisha walipo na wanatakiwa kusonga mbele. Ni kwa sababu gani ninakwambia moyo wa shukrani unafanya mtu asonge mbele? Joshua na Caleb waliangalia imani iliyowatoa kutoka Misri kuwafikisha walipo. Waliuona mkono wa Mungu. Haleluya. Baada ya kuona mkono wa Mungu, hakuna kinachotawala ndani, ni moyo wa shukrani. Baba alitupitisha hapa, akatuvusha na hiki, akamwangusha Farao. Kuna mapigo aliachilia kule Misri ya kutosha. Ikiwa aliyaweza yote haya, ni jambo gani la kumshinda? Ule ni moyo wa shukrani ndani ya mtu. Amina, amina, amina. Kwa hiyo wale wengine walikosa moyo wa shukrani. Hawakuwa wanajua, sijasema walikotoka, Bwana alikowatoa. Amina. Sio walikotoka. Wakikumbuka walikotoka, wanayaona matatizo ya kufyatua matofali na kukata nyasi. Ndio. Lakini wakikumbuka Bwana alikowatoa, ukikumbuka Bwana alipokutoa, moyo wa shukrani unabubujika ndani. Amina, amina. Haleluya. Amekutoa wapi na sasa uko wapi? Amekuvusha na mangapi? Amekutenga na mangapi? Amekupigania mara ngapi? Unapouona hiyo nguvu, ni moyo wa shukrani unaokupa nguvu ya kuendelea kusonga mbele. Kumbe usipokuwa na moyo huwezi kusonga mbele, kwa sababu hauoni kila ambacho Bwana amekufanyia. Kwa mpaka usonge mbele, lazima uone kwamba kuna kitu Bwana amenifanyia, na ni kwa sababu alinivusha kwenye lile, hata kwenye hili atanivusha. Kwa hiyo hata kama nikiwa ninaona hali mbaya, ninajua yuko Mungu. Haleluya. Kuna siku moja niliwahi watolea mfano. Siku moja nikamwambia hivi, nilihamia nyumbani kwangu, usiku ikanyesha mvua ya kutosha, bati linavuja. Nikaanza kuloa, nikanyenyua godoro na loa, na kusanya vyombo na loa. Nikasema hapa inakuaje? Nikapiga magoti katikati ya maji. Nikasema haijalishi radi zipige, haijalishi mawe yashuke, haijalishi mvua imwagike, ninakuinua Mungu uliyenipa kumiliki. Maana leo ni siku ya kwanza niko kwenye malango yangu. Haijalishi ninaona vitisho, haijalishi ninaona hali mbaya, hapana. Hii sio hali mbaya. Niko tayari ndani ya umiliki. Tayari nimekamilisha neno la mwaka kwamba ni mwaka wa kujenga. Sasa shetani hata ukinizuia, hata ukinipa wasiwasi, haiwezekani. Mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa miongoni mwa waliotimiza neno lake. Amina, amina. Kwa hiyo hata radi zipige, asante Mungu, malaki umenipa nyumba. Amina. Hata matobo yatoke, asante Mungu, malaki sasa ninaishi na kutawala. Amina. Unapokuwa na moyo wa shukrani, Mungu anakuinua na unaiona njia ya kusonga mbele. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kufanya mtu, kinatokea mtu anapokuwa na moyo wa shukrani, inaponya majeraha ya nafsi yake, kama nilivyotoka kukuambia kule nyuma, kwamba unapokumbuka mambo mengi yaliyopita nyuma, hawezi kuinuka, utakuwa unavunjika tu. Yaani hata kama uliwaifanya biashara ukapata hasara, unakuwa moyo unakwambia hata ukifanya biashara nyingine yenyewe unaweza ukapata nini? Ukapata hasara. Kwa hiyo inajengeka hofu ndani ya moyo. Ukipata hata mwanaume hapa sasa hivi unataka kuolewa, unasema naye ataniacha tu, huyu naye ni mbwa kama wewe ndio ulikutana na mbwa, wengine wanaume. Haleluya. Yaani unaanza tu ile ni mbwa tu. Yaani mimi wanaume wote na watu wote ni mbwa. Huyo wa kwako ndo mbwa. Wengine wamebaki wote wanaume. Haleluya. Unapokuwa unataka kufanya biashara kako, unasema na hii tena yaani unajitabiria wewe mwenyewe kufanyaje? Kuvunjika. Amina. Unapokuwa unataka kujenga, unasema sijini na hii nayo wala hamna. Yaani tayari adui amefanikisha kukunyima nini?
inakunyima mamlaka ya kutawala. Ukitaka kuzaa mtoto unasema sasa na huyu naye nikizaa atakuwa kama wale wale. Ukitaka kusomesha mtoto unasema yani sasa yule mwingine nilimsomesha hata kunijalia, amekuwa mvuta bangi, ameoa, hata nikumbuke amisisomeshi tena, acha tu akae hivyo hivyo maisha ya Hindi. Haleluya. Kwa hiyo uwezi kufika kule ambako unafika, wala uwezi kuwa na moyo wa shukrani, ni kwa sababu ndani kwako umebeba majeraha. Kwa hiyo moyo wa shukrani unaponya majeraha, unafuta hali zote mbaya ambazo ziliwahi kutokea katika maisha yako, alafu unaanza upya kwa Bwana. Lakini nini kinatokea unapokuwa na moyo wa shukrani? Inaboresha mahusiano. Haleluya. Unapokuwa na moyo wa shukrani inaboresha mahusiano. Inaboresha kwanza mahusiano kati yako wewe na Mungu wako unayemtumikia, inaboresha mahusiano kati yako wewe na familia yako, inaboresha mahusiano kati yako wewe na karama yako, maana yake nitatamani kumtumikia Mungu. Inaboresha mahusiano kati yako wewe na ndoa yako, maana ndani una moyo wa shukrani. Hata mume akija na kizao unaambia asante mume wangu, Mungu akubariki. Haleluya. Mahusiano yanachipua, sio unaletea kizawadi tu umekunja sura kama unataka kufariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na moyo wa shukrani unamshukuru Mungu kwamba Mungu umembariki mume wangu, umenibariki mke wangu, umebariki familia yangu. Asante Bwana Yesu. Vile unavyoendelea kushukuru, mahusiano yanaboresha kati yako wewe na nini? Na watu wengine. Kuna kitu kimoja watu hawakielewi. Watu wanafikiria kwamba kuokoka ni kwa ajili yako. Hapana. Umeokoka kwa ajili ya watu wengine. Unaweza kuona Joshua kuokoka kwake hakujamsaidia sana yeye kwenye maisha yake, ila kuokoka kwake kumenisaidia mimi Eva. Kuokoka kwake kumemsaidia huyu hapa mama Musa. Kuokoka kwake kumemsaidia Neema. Kuokoka kwake kumemsaidia mama Paulo. Kapake kumekusaidia mama. Haleluya. Kwa sababu anaichapa injili na sisi tunafunguliwa injili. Fire inainuka maeneo yote. Anachapa injili, ushirikina unaanguka. Kwa hiyo kuokoka kwake mimi kwangu ni baraka. Haleluya. Hivi tunamtoleaga tuna nini? Watu tunatoa sadaka ya shukrani kwa Mungu kwa ajili ya Pastor Joshua. Tunatoaga. Umeona sasa? Mshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Joshua. Nitafute nikupinu. Haleluya. Tunapaswa kumshukuru, maana yeye kuokoka kwake kumefanya ili kundi lote liko mahali hapa. Sasa hebu kuwaza, leo Joshua asingeokoka, mimi ningelikuwa wapi jamani? Haleluya. Neema, wewe ungekuwa wapi? Pastor Krista na kulala kwako stendi, ungekuwa wapi? Mama Musa. Kwa hiyo kuokoka kwake kumekuwa furaha na baraka kwa maisha yangu. Kuokoka kwake kumenikutanisha mimi ba. Kuokoka kwake kumenifanya sasa na chapa injili. Haleluya. Kuokoka kwake kumenifanya nimjue Mungu zaidi ya vile nilivyokuwa ninamjua. Kuokoka kwake kumenifanya leo nina nguvu za Mungu. Haleluya. Kuokoka kwake kumenifanya sasa hivi ninaishi na kutawala. Lakini aliyeokoka sio mimi, ni Joshua. Kwa hiyo kumbe kuokoka kwako kuwe sababu kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Kwa hiyo inaboresha mahusiano. Mahusiano yanayoboreshwa kwa moyo wa shukrani yanatukutanisha sehemu moja. Lakini moyo wa shukrani unasababisha mtu kuwa na afya bora. Unaimarisha afya ya mtu. Unaimarisha kwa namna gani? Unaimarisha kwa sababu yule mtu hana yale makolokolo moyoni tena. Hamuwazi adui yake tena. Hawazi alikotoka tena. Ila anaona ni utukufu wa Mungu tu kwenye nini? Kwenye maisha. Nyie ngoja niwaambie, Yesu ni mzuri. Kama ukimchukua ukamweka ndani ya moyo, mtoe uliyemweka afu mwanzie Yesu kwanza ndani ya moyo, utauona kuwa Mungu. Kwa sababu ukimweka huyo atakukwaza. Hivi ulishawahi pita changamoto ndani ya wokovu? Muulize Pastor Neema. Unapita mikiki ya kila, alafu ile mikiki kuuliza hivi, kati ya huyu na Mungu nani bora? Mama amecheka. Yaani ile mikiki inakwambia kati ya pesa na Mungu nani bora?
ndio inaongea. Uko ndani ya wokovu, unachapa injili, unaomba, unapigwa tukio, alafu ile inakuuliza hivi, kati ya hiki kilichopotea na Mungu bora. Sieti mama anajua ni nani bora. Yani huko katikati, huku kuna Mungu, huku kuna vita. Yamkini vita inaweza ikawa ni hali, vita inaweza ikawa ni magonjwa, vita inaweza ikawa ni mtu, lakini inakuuliza kati ya hiki na hiki kipi bora. Uone utakavyo wayawaya, uone utakavyo rukaruka, uone yani unawaka moto lakini hauteketei. Haleluya. Yani unawaka lakini hauteketei. Huko ndani ya maji lakini hauzami. Huko unaelea, yani huko hauzami. Huko ndani ya msitu lakini yani hauelewi, unaona tu simba lakini kujiua hauwezi. Unapita yani na kadri unavyopita yenyewe inakupa njia. Huko inakwambia chagua. Unaenda unachechemea, ukiinuka anakwambia rudi, chagua. Haleluya. Uchague kati ya kipi bora. Kwa hiyo ukiwa na moyo wa shukrani inaweza kuimarisha afya yako. Itaimarisha afya kwa sababu katika hali zote utauona mkono wa Mungu tu. Ayubu akasema ya kwamba Mungu ametoa na ametoa, jina lake lihimidiwe. Kwa sababu aliona vitanipotezea muda, nitaviwaza alafu vitanipa majibu. Haleluya. Vitavuruga tu akili yangu, havitanipa majibu. Kwa hiyo aliyetoa ndio ametoa, jina lake lihimidiwe. Sina kitu kingine cha kupoteza muda. Huo ni upako wa ujasiri na moto wa kukufanya usonge mbele. Ukiwa na upako wa ujasiri, milima itasarenda mbele zako. Ukiwa na upako wa ujasiri, hali itasarenda mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pointi yangu ya mwisho ambayo inasema ni nini kinatokea mtu anapokuwa na moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani unamrudisha mtu katika nafasi yake. Moyo wa shukrani unamrudisha mtu katika nafasi yake. Msomaji, naomba kanisomee kitabu cha Matendo 16 mstari wa 25. Matendo 16 mstari wa 25. Matendo 16 mstari wa 25. Matendo 16 mstari wa 25 imeandikwa. Ndio. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu. Bwana na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. wamekaa wakiwasikiliza. Mstari wa 26. Ndio. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikiswa. Na mara hiyo milango nayo ikafunguka. Vifungo vya wote vikalegezwa. Na vifungo walivyokuwa wamefungwa vyote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akakurupuka akaamka. Naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, ndio alifuta upanga. Ndio. Akataka kujiua kwa sababu anaona wafungwa tena wako huru. Akizani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ndio. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu. Akisema, usijizuru. Kwa maana sisi sote tuko hapa. Akataka taa ziletwe. Akarukia ndani. Ndio. Akitetemeka kwa hofu. Ndio. Akawaangukia Paulo na Sila. Endelea. Kisha akawaleta nje akasema, Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Fanye nini ili nipate kuokoka? Wakamwambia, Muamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Achia hapo kwanza. Haleluya.
ukiwa na moyo wa shukrani au ukiwa na akili za moyo wa shukrani, unakurudisha kwenye nafasi yako. Haleluya. Inakurudisha kwenye nafasi yako kwa namna gani? Paulo na Sila walikuwa ni watumishi wa Bwana, na wamechapa injili kwa namna wanayoijua wao kwa msaada wa Bwana, mpaka watu wakaanza kutaharuki. Watu wanaanza kutaharuki, wakasema iwezekani tukiendelea kuwaacha mahali hapa, tayari kuna madhara makubwa yatatokea. Kwa maana madhara ya kwanza, washamtoa pepo wa utambuzi ambaye yuko ndani ya mtu, ambaye sisi tulikuwa tunajipatia faida kupitia yeye. Kwa tukiendelea kuacha hapa ni hasara juu ya hasara. Kwa majina wanaitwa Paulo na Sila, lakini kwa majina ya roho ni watumishi wa Bwana. Haleluya. Ni watumishi. Hiyo ndiyo nafasi yao. Nafasi yao ni kupiga neno mpaka watu waokoke. Nafasi yao ni kuchapa injili mpaka watu wafunguliwe. Nafasi yao ni kumnyima shetani mamlaka ya kutenda kazi ulimwenguni. Hiyo ndiyo ilikuwa nafasi yao. Haleluya. Baada ya shetani kuona hawa wanalifunga goli, anawahamisha kwenye nafasi yao, anawapeleka ndani ya gereza. Hivi kuna mtu anaamua kutoka leo? Haleluya. Anawahamisha kwenye nafasi yao, anawahamisha kwenye neema yao, anawatoa kwenye nguvu yao ya kumtangaza Bwana, anawatoa kwenye mamlaka yao ya kuhubiriwa neno, anawatoa kwenye nafasi ya kuwafungua watu, anawapeleka gerezani wakawe wafungwa. Unabadilishiwa jina. Haleluya. Unabadilishiwa jina. Kutoka kwenye nafasi yako unapelekwa katika nafasi nyingine. Unatolewa kwenye uhuru, unapelekwa kwenye kifungo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanapotambua mchezo wa adui kwamba nia yake ni kuwaondoa kwenye nafasi zao. Haleluya. Nia yao, nia ya kuweka magonjwa ndani kwako ili usimuinue huyu Mungu, ni kwa sababu kuna nafasi yako ya heshima unatakiwa kuwa nayo. Haleluya. Namna ya kukunyima amani ya moyo, kuna nafasi yako. Anajua huyu akiwa na hii amani ataomba sana, na katikati ya kuomba Bwana atasema naye na atakuwa mkombozi wa familia yake. Acha nimuondoe kwenye hii nafasi ili akose moyo wa shukrani, aone yote ni mabaya mabaya tu. Akishayaona yote ni mabaya mabaya, hawezi kuona ukuu wa Mungu kwenye maisha yake. Atarudi nyuma, huyo anarudi alikotoka. Kama alikuwa mlevi anarudi kwenye ulevi. Kama alikuwa ni mzinzi anarudi kwenye uzinzi. Kama alikuwa anatumikia miungu mingine anasema sasa Mungu gani huyo anayenitia aibu? Acha tu nirudi kule kwa yule Mungu wangu nilikuwa namtumikia mwanzo. Anakuondoa kwenye nafasi yako ambayo ni Bwana amekubalika wewe uwe pale. Anakuondoa kwenye jina ambalo Bwana amekupa, anakurudisha kwenye jina la mzinzi, anakurudisha kwenye jina la mwizi, anakurudisha kwenye jina la utasa, anakurudisha kwenye jina la hasara. Haleluya. Anauondoa moyo wa shukrani, anaiondoa tumaini ambalo Mungu ameliweka ndani kwako, anaiondoa nguvu ambayo kupitia hiyo nguvu kuna mataifa na mataifa watakaoinuka. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume katikati ya gereza wanazitambua mbinu za adui, wanasema haiwezekani, niko ndani ya kifungo. Hebu mwambie mwenzako hapa 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 hapa. Haleluya. Hapa hapa kwenye hii hali nilionayo ndani ya gereza, wanasema hatuna namna. Tunamjua Mungu mwenye nguvu, tunamjua Mungu aliye hai, tunamjua Mungu aliyetembea nasi. Tumefanya vitu vya ngapi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai? Watu wamefunguliwa kwa jina la Yesu, viwete wametembea kwa jina la Yesu, vipofu wanaona kwa jina la Yesu, waliokuwa hawana nguvu wamepokea nguvu kwa jina la Yesu. Ikiwa huyu Yesu niliyemtangaza nikiwa nje, nitamtangaza nikiwa hapa hapa. Jifunze kumshukuru Mungu hata katika hali mbaya ulionayo. Haleluya. Jifunze kumshukuru Mungu hata katika jaribu ambalo unalipitia. Jifunze kumshukuru Mungu katika ubaya
wowote na hali yoyote unayoiona, ili mradi uko ndani ya uwepo wa Mungu. Mungu hajawahi kumwacha mtu aliyeko ndani kwake, ila anajivunia mtu aliyeko ndani kwake. Haijalishi unapita katika halikani, Bwana anajivunia wewe. Haleluya, Bwana anajivunia wewe. Ukisoma maandiko ya kitabu cha Ufunuo 12 ukaenda mpaka mwisho, mwanzoni inaanza hivi: kulikuwa kuna vita mbinguni. Kulipokuwa kuna vita mbinguni, malaika Mikaeli na malaika zake wakapigana na nani? Yule joka. Naye pia alikuwa na malaika Wake. Chanzo cha vita, shetani alikuwa anang'ang'ana kutawala. Ndio. Ndicho kitu pekee alichokuwa anataka. Ndio. Anaitafuta nguvu ya mamlaka ya kufanyeje? Ila kwa sababu Mungu alikuwa na nguvu, Mungu akampiga shetani na malaika zake, wakatupwa duniani. Kwa hiyo nafasi yake ya kukaa mbinguni ikakosekana. Wakati shetani anaingia duniani, anasema hapa hapa, haleluya, hapa ndipo nitakapotawala, hapa ndipo nitakapofanya vita. Ukisoma kwenye hilo andiko mwisho inakwambia hivi: akaja duniani, lakini hakuja kukaa tu, akaja kufanya vita na watu wanaozishika amri za Mungu na wenye ushuhuda na Yesu Kristo. Kumbe hafanyi vita na hoe hai, anafanya vita na majasiri wa mbinguni. Hafanyi vita na waliochoka, anafanya vita na wababe wa mbinguni. Hafanyi vita na wanaosinzia ovyo ovyo. Anafanya na vita na walioamua kusonga mbele, walioamua kwenda, walioamua kufika. Hao ndio anafanya nao vita. Hafanyi vita na walevi, hapana. Anafanya vita na wanaohubiri neno la Bwana. Na ndio maana unamuona anafanya vita na Paulo na Sila. Amina. Akiwa na kusudi moja tu la kuizuia nguvu ya Mungu isitende kazi ndani kwao. Lakini maandiko yanatuambia katikati ya gereza wakamuinua Mungu. Hawakulalama kwamba Bwana, sasa mbona tulipatana tukatembea wote, sasa umetuacha tumeingia gerezani. Haleluya. Sasa Bwana, mbona tumepatana? Kuna mtu mmoja wiki iliyopita akaniuliza hivi, ndio, akaniambia hivi, sikuelewi. Ndio, mimi sieleweki. Haleluya. Akanambia, niliwahi sikia mtu anazungumza hivi, lakini sasa nasikia mtu anazungumza hivi. Nikamwambia, nisikilize nikwambie, ninajivunia huyu Mungu ninayemtumikia. Ninajivunia kwa sababu gani? Niliwahi kushushwa chini. Haleluya. Ndani ya kushushwa chini, ukiniona ninainuka, jua ninainuka kwa sababu ya yule aliyenishusha chini. Kwa hiyo ili Mungu ajivunie mimi, ili Mungu apokee sifa, lazima niwe hivi nilivyo. Kwa hiyo usinishangae ninaenda hivi. Na wewe umeshangaa. Ninaenda hivi. Haleluya. Yaani ninaenda hivi. Yaani ndo falini. Yaani ndo ninaenda. Haleluya. Yaani ndo ninaenda. Nikamwambia usishangae. Wewe ukitaka jiambatanishe tu. Yaani mimi ndo ninafanyaje? Yaani ndo ninaenda hivi. Sina njia nyingine. Yaani ndo ninaondoka. Na ninaondoka kwa sababu Bwana anajivunia mimi. Na kuna mtu ambaye Bwana amekusudia kwa ajili yangu. Ili mimi niinuke, ili yule ainuke, na Bwana amthibitishie kile alicho. Kwa sababu gani sikuinuka? Kwa sababu ya uchawi. Ni kwa sababu gani sikuinuka? Kwa sababu ya miungu. Ni kwa sababu gani sikuinuka? Kwa sababu nilienda kwa mganga. Ni kwa sababu gani sikuinuka? Kwa sababu nitegemea wanadamu. Iko neema ya kumtegemea Mungu iliyonitoa na kunipandisha juu. Upo mkono wa Mungu alifanya nikapita katikati yao. Upo mkono wa Mungu ulioniimarisha mpaka sasa niko hivi nilivyo. Nikamwambia, wewe nifuate, mimi ndo naondoka hivi. Yaani usishangae, yaani ndo niko njiani naenda. Na wengine wameshangaa hapa. Ndo ninaenda. Ukisikia yaani ndo ninaenda. Wewe kaa hapa mwenzio ndo ninaenda. Haleluya. Lakini kwenda kwenyewe mpaka niwe na dhamira ndani kwamba ndo ninaenda hivi. Yaani hata kama yaani ndo ninaenda, yaani ndo ninaenda. Yaani ndo ninaenda na vitu vyangu vyote sibakishi hata kimoja. Ndo Mwambie mwenzako ndo ninaenda. Ndo ninaenda hivi. Yaani
Yaani hivi hivi unavyoniona mwenzako na paa. Mimi sio mwenzako, ndo ninaenda hivi hivi unavyoniona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katikati ya gereza hawa wanamsifu Mungu. Katikati ya gereza hawakupata mawazo, hawakusononeka ndani ya moyo kwamba sasa kwa nini hiki? Kwa nini hii? Niko ndani ya Yesu na mtumikia Yesu. Yeye ndiye nikaifanye kazi yake. Sasa mbona ameruhusu hao kamate ili niwekwe ndani? Kumbe katikati ya gereza yuko mlinzi wa gereza anayetafutwa. Haleluya. Katikati ya gereza kunatafutwa familia ya mlinzi wa gereza. Anapoona misingi ya gereza inatikiswa, anachukua huyu ni Mungu gani anayetenda mambo haya? Ni Mungu wa wapi anayetenda mambo haya? Sijawahi kuona ule ukuu wa Mungu unaotokea katikati ya hali unayopitia. Iko neema ya Bwana. Kuna mtu anatafutwa, kuna ndugu yako anatafutwa, kuna mtu anahitaji kukombolewa, kuna mtu anahitaji kuinuliwa, kuna mtu anahitaji kusimama, kuna mtu anahitaji kwenda mbele. Wewe mshukuru Mungu tu. Yule ambaye Bwana amemkusudia ndiye Bwana atakayemuinua. Wewe mshukuru Mungu. Kile ambacho Bwana amekukusudia ndicho kitakachoinuka. Haleluya. Ninakwambia hivi, fikiria mbali maombi ya kulalama, maombi ya kusononeka. Mimi sio kama wao. Haleluya. Maombi ya kujishusha kwamba Baba mimi unazuru wengine, mimi bado. Bwana, kwa jina la Yesu ninaamka asubuhi hii, ninatangaza mapambazuko. Pata ila leo nitapata, ni kwa sababu ninajua niko wewe na wewe Mungu uliye hai. Ninainuka kwa jina la Yesu, nitafika kwa jina la Yesu, nitamiliki kwa jina la Yesu, nitapata kwa jina la Yesu, nitakuwa na furaha kwa jina la Yesu. Hata kama sasa nina huzuni, hii huzuni sio ya kwangu, maana ukuniumba nilie, umeniumba ili nikusifu na kukuabudu.